na maisha yako. Mahusiano ya nyota na maisha yako. Sasa vitu tunavyotamani kufundisha ni vitu ambavyo vina mahusiano moja kwa moja. Na leo natamani ni tuangalie nyota kwa mara nyingine. Muendelezo kitu nilichokuwa kufundisha na kufundisha tena. Kwa muendelezo nilipofikia huwa nakumbuka. Labda tuangalie nyota ni nini, lakini tukiangalia Biblia inataja nini. Unajua kuna vitu ambavyo kivikuta utakuta tuongelee, lakini ndio vitu vya msingi. Nyota ni kitu cha msingi kwenye maisha ya kijana, kwenye maisha ya mwanamke, kwenye maisha ya mtoto wako, kwenye maisha ya familia yako. Nyota ni muhimu sana. Lakini tuangalie nyota vile ambavyo inatajwa katika maandiko. Kwa tutakuwa na kitabu cha Mwanzo 15:5. Anasema Mungu alimwambia Abrahamu, tazama mbinguni uhesabu nyota, kama unaweza kuzihesabu, hivi ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Hivyo ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Uzao wa Ibrahimu unataka kuangalia kwanza kwa msingi wa namna atakavyotazama nyota mbinguni. Mungu anapotoa baraka anatamka nyota. Mungu anapotamka baraka kwa Ibrahimu anatamka nini? Anasema nitakavyokubariki itakuwa sawa na nyota utakazozitazama. Maana angalie nyota ya zake. Amen. Lakini Mathayo 2:2. Tunaenda Agano la Kale na Jipya. Nilikufundisha mambo ya Mungu, hoja ile ikiwa ni ya Mungu, kabla ya Yesu ilikuwepo na baada ya Yesu inakuwepo. Hiyo ndio inajikamilisha. Mathayo 2:2, tuliona nyota yake mashariki. Tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Hii ni nyota ya Yesu. Tuliona nyota ya Ibrahimu inayozungumza mafanikio sawa na nyota atakazozitazama na kuzihesabu wingi wake. Ukubwa wa nyota utaashiria mafanikio kiasi gani ambayo Ibrahimu anatajwa kubarikiwa. Wengi wanafundisha ubarikiwe baraka za Ibrahimu, lakini baraka za Ibrahimu zimefungwa kwenye nyota za Ibrahimu. Mungu anamwambia Ibrahimu, nataka kukubariki, lakini wakati anambariki Ibrahimu anatakiwa kutazama nini? Nyota. Tena isi kutazama, anasema hesabu. Uwezo au wingi wa nyota utakazoziona ndivyo utakavyoweza kubarikiwa. Hii ni nyota ya Ibrahimu. Amen. Nyota ya nani? Ya Ibrahimu. Nyota ya Yesu wanaiona toka mashariki. Kwa hivyo tunaona kwamba nyota ya Yesu inaonekana mbali sana. Watu waliona nyota, hawakuona Yesu. Waliona nini? Nyota. Na nyota ilimtambulisha nani? Yesu. Waliona kutoka wapi? Mashariki. Amen. Kwa hivyo Danieli 12:3, na walio na hekima watang'aa kama angavu wa anga, na wale waongozao wengi kwenye haki kama nyota milele na milele. Watang'aa kama nyota. Kama nini? Watang'aa kama nini? Milele na wanangu, tunajifunza nini hapa? Nyota sawa. Si nyinyi mnajua zile 2 ongeza 2 sawa ngapi? Kwa hiyo nikiandika 4:1 ni sawa na kuandika 2 ongeza 2. Kwa hiyo mwingine nikiandika 2 mara 2 usitake kwa nini ujiandika 4. Lakini kimsingi wewe utajua hapa ni ngapi? 4. Na nikiandika 1 ongeza 1 ongeza 1 ongeza 1, moja zitakuwa ngapi? Kwa hiyo aliandika 4 ni sawa na aliandika 1 ile zikawa 4, si ndio? Wote wamepata. Sasa hapa nataka tutakuwa tumepatia tunaposema hivi, nyota ni sawasawa na maisha. Nyota ni sawasawa na maisha ya mtu. Nyota ni sawasawa na mwongozo mtu anaopewa. Yaani ili ufikie mahali fulani utapaswa kuongozwa na kitu kinaitwa nini? Amen. Ili ufike hatima yako
mahali fulani, kusudi fulani la Mungu litaweza kuongozwa, au kitakachokuwezesha ni nyota ulio nayo. Kwa hivyo kila mtu anayetaka kufanikiwa, au baraka unazozibeba, heshima utakayoipata, uongozi wako utakavyodumu, kama namwambia utadumu milele na milele, utadumu sawasawa na nyota. Na anasema kama nyota. Kwa hivyo nyota maana yake inalinganishwa sawasawa na maisha, mwongozo, baraka za Mungu zilizoahidiwa. Kwa sababu tunaona kwa Ibrahimu, nyota kwa Ibrahimu ni baraka anazopewa. Nyota za Ibrahimu zinabeba baraka za Ibrahimu. Uongozi, watu watakaong'aa watakuwa na mvuto. Danieli anasema watang'aa kama uangavu. Watang'aa kama uangavu wa anga, na wale wawaongozao wengi kwenye haki kama nyota milele na milele. Mvuto, kung'aa, being attractive. Unavuta, unakuwa na mvuto wakati wote wa kuishi kwa mtu, au uwepo wako unaitwa milele wakati wote. Today, tomorrow and ever, forever. Mambo hayo yatakuwa kwa mtu. Mambo hayo yatakuwa kwa nani? Kwa mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo maana yake nini? Nyota. Kumbe nyota ndiyo mafanikio ya mtu. Nyota ndiyo itakayokufanya ufike sehemu fulani. Nyota ndiyo itakupa nguvu. Nyota ndiyo inakupa kufanikiwa. Muulize mwenzio, unajua uzee wako utakuwaje? Amekwambia utakuwa mzuri mbaya. Muulize watoto wako watakuwaje? Watoto wako watakuwaje? Muulize ndoa yako itakuwaje? Ndoa yako itakuwaje? Mwambie uongozi wako utakuwaje? Uongozi wako utakuwaje? Kibali chako kitakuwaje? Kibali chako kitakuwaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa anamaanisha hali, nyota ni sawasawa na hali yako ya maisha. Ulivyo wewe ni matokeo halisi ya uwezo wa nyota yako. Nilivyo mimi na nitakavyoendelea na nitakavyoishia vitafanana na kile kinachoitwa nyota. Kwa hivyo kupitia somo hili nataka usimlaumu mtu na usijilaumu. Uko hivyo kwa sababu ya nyota ambayo Mungu ameiachilia. Nyota hutoka kwa Mungu. Narudia, nyota inatoka kwa Mungu na upewa mtu na Mungu, na kila mtu aliyepo duniani kwa kusudi la Mungu amepewa nyota. Na hii ndio inakupa utofauti wa mtu na mtu. Ni matokeo ya nyota ambayo mtu amebeba. Hii ndio maana wote hatuwezi kuwa viongozi wa serikali, hatuwezi kuwa mawaziri. Na hii ndio maana si kila unayemuona ni kiongozi mkubwa kwenye nchi au duniani kwamba na waziri wengine nilikuwa ambao Mungu anakuwa ameachilia. Ndio maana mwingine, baadhi ya wachungaji niliwahi kuambia mahali, msibishe. Tunaporudi kusema kiongozi ni mpango wa Mungu, tunamaanisha kilichomfanya awekwe pale, na hata yeye mwenyewe inawezekana sijue. Lakini nyota inaweza kumfanya mtu awekwe mahali afae au asifae. Nyota inaamua katikati ya watu ambao hawakutarajia au hawakutarajii, lakini nyota ikiweko itawavuta. Watu wanashtuka, tumekuta huyu ni mkuu wa wilaya. Hata wanaokuteua wanashangaa, kwa nini umekuwa mkuu wa wilaya? Kwa sababu ni nyota. Watu wanashangaa, kwa nini wewe umeoa huyo mwanamke? Kwa nini wewe umeolewa na huyo baba? Kuna wakati mwingine hata ukimachi unakuta havimachi. Labda mmoja yuko na sifa zaidi. Kinachovuta upate nini kwa wakati gani kizuri kinaweza kuja kwa mtu hata kama mtu hana sifa
za kibinadamu za kuoa. Sesta. Kwa sababu mtu hupewa, na akipewa wazuri wote watakwenda kwake. Okay. Watu wa kiroho, watu wa kimungu, sisi tunamaanisha nini tunaposema nyota? Kama nilivyosema kwamba katika kitabu cha Mathayo mtakatifu sura 2 mlango wa 2 mstari wa 1 kwamba nyota sasa ni nini? Nyota ni kipawa, uwezo, hatima au hali ya mtu ya baadaye. You want to become who? Kesho yako ikoje? Kesho yangu itakuwaje? Nini kinakuja? Nini nitapata? Nyota. Kwa hivyo hii itakuwa inamaanisha kuwa mtu hutambulikana from the beginning. Narudia, hii inamaanisha wewe unatambulikana kutoka mwanzo ni nani, hata kama hujijui. Na kuna watu mnakoelekea, kuna watu wamejua mnaenda